Jambo la pili, nichukue nafasi hii kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na makamu wetu wa rais kuwashukuru viongozi wote wa dini na hususan dawati hili la amani kwa jinsi ambavyo mwaka mzima huu mmejipanga, mmekuwa mkiombea nchi yetu, mmekuwa mkimwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake wote. Jambo hili hatulipi urahisi, ni jambo kubwa. Tunaamini kwamba tumefika hapa tulipo, tumefanikiwa pamoja na mambo mengine ni kwa sababu ya dua na sala zenu. Lakini kwa kipekee tuwashukuru sana kwa uamuzi wenu mkubwa ambao mliufanya wa kuandaa makongamano haya nchi nzima. Mimi nimewafuatilia Mwanza, Moshi, Mbeya, Lindi, Tabora, Dodoma, kanda 6 jinsi ambavyo mlizigawa, na zote wananchi wamefuatilia makongamano haya ambayo yamekwenda kwa jina la kongamano la amani tukielekea katika uchaguzi mkuu. Yamerudisha imani kubwa. Tafiti zinaonyesha hapa Tanzania, ukienda kuuliza wananchi juu ya imani, wanamwamini nani wanapokuwa na changamoto zao, wanaamini nani katika kusikilizwa, wanapanga kuanzia huko juu mpaka chini. Watu wa kwanza wanaoaminiwa Tanzania ni viongozi wa dini. Kwa hiyo wananchi wanaposikia jambo limetoka kwa viongozi wa dini wanaaminiwa sana, ndio wengine wanafuata katika mlolongo huo kitafiti Mheshimiwa Rais. Sasa sisi kama viongozi wa dini katika nchi yetu ya Tanzania ambao ni warithi wa mitume, Mwenyezi Mungu awarehemu na apeleke amani kwao, tunalazimika kufanya kazi walioifanya mitume: kulinda amani, kujenga uzalendo, kuhakikisha umoja na mshikamano unakuwepo, kuheshimiana mtu na mtu. Ndio mafunzo tuliyoyapata. Kuheshimiana, kuheshimu viongozi ndio mafunzo tuliyoyapata. Wala haliwi hili ni kujipendekeza. Ni kwa nini liwe ni kujipendekeza na wakati hili ni jambo la wajibu wa kila kiongozi wa dini? Kila kiongozi wa dini ndio jambo lake hili. Lakini pamoja na waumini wa hizi dini ambazo ziko hapa nchini, tunatambua umuhimu wa nafasi yetu katika kudumisha amani, mshikamano na umoja wa Watanzania. Na jambo hili limekuwa ni la kihistoria tangu hata kabla hatujapata uhuru. Leo tumekutana kwa ajili ya maslahi ya Watanzania. Sote ni abiria tunaoishi ndani ya jahazi linaloitwa MV Tanzania. Sheria, taratibu na kanuni kuhakikisha kwamba wale wote wenye fursa ya kupiga kura wanapata nafasi hiyo ya kuweza kupiga kura kwa amani. Lakini pia tutahakikisha kwamba amani inaendelea kutawala kabla ya kupiga kura, wakati wa kupiga kura na baada ya kupiga kura. Dini mbalimbali. Lingine, kwa maombi haya ambayo tunapata kutoka kwa viongozi wa dini mbalimbali, madhehebu mbalimbali, tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu atatupa wepesi katika kutekeleza majukumu yetu siku hiyo ya tarehe 29. Na mwisho niseme, Jeshi la Polisi tutaendelea kushirikiana na viongozi wa dini mbalimbali kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa salama. Dini mbalimbali